Hofu imetanda miongoni mwa wakazi wa hapa Maisaka Kati mjini Babati mkoani Manyara mara baada ya Mohamed Hussein ambaye ni mkazi wa Maisaka Kati kuchomewa nyumba yake, ambapo kwa mujibu wake mwenyewe anasema imegharimu zaidi ya milioni 8. Na chanzo cha kuchomewa nyumba anasema kwamba ni mtu ambaye hafahamiki ambaye alitoboa nyuma ya nyumba na kuingiza moto ambao ulisababisha maafa katika nyumba yake. Mpaka sasa hivi sielewi nitaenda wapi, sijui nitaenda kuishi wapi. Kwa mujibu wa mashuhuda wanasema walisikia kelele zilizofanana na mlio wa nyumba kubomolewa, lakini baadaye waligundua ya kuwa mtu yule alikuwa akitoboa ukuta wa nyuma ya nyumba hiyo na kuingiza moto chumbani, hali iliyosababisha kuungua kwa mali zote ndani ya nyumba. Mohamed Hussein mwenye miaka 35 mkazi wa Babati anasema nyumba hiyo aliijenga kwa miaka 4 kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni 8, huku thamani ya vitu vilivyoteketea ndani yake ikikadiriwa kuwa ni zaidi ya shilingi milioni 15. Kutokana na tukio hilo, familia ya Mohamed inayojumuisha mke wake na mtoto wao mmoja mdogo kwa sasa haina makazi na inalazimika kulala kwenye chumba cha biashara ya mke wake aliyoipanga kwa ajili ya shughuli za ushonaji. Tukio hili limeibua simanzi miongoni mwa wakazi wa Maisaka Kati, huku wananchi wakitoa wito kwa vyombo vya dola kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini mhusika wa tukio hilo na hatua za kisheria zichukuliwe. Tumezungumza na majirani zake, lakini pia tumezungumza naye mwenyewe kueleza hali halisi ilivyokuwa. Kwa jina naitwa Husna Hassan Hussein. Mimi ndo mwenye nyumba hii hapa inaonekana. Ilikuwa tarehe 12 mida ya saa 9 mchana. Nilipigiwa simu nikiwa kazini kwamba nyumba inaungua. Nikawa nimechukua usafiri kuja huku nyumbani. Nilipofika hapa kwa nikakuta nyumba inaungua. Yaani mimi sikujua chanzo ni nini. Baadaye fire ikaja ikajitahidi kuzima moto. Kama imefanikiwa kuzima, ila sikuokoa chochote. Kila kitu kiliungua ndani. Sasa baadaye nakuja kuzunguka kwa nyuma huko ndo nakuta kwamba kuna sehemu iliyotobolewa, mtu kaingia. Hapo ndo sijajua kamwaga nini. Tukio ndo likawa hivyo. Baada hapo ndo hivyo sasa nafuatilia kuhusu swala la huko kwenye masuala ya maafa ili waweze kunichangia chochote. Maana kila kitu kimeungua, sina pa kulala, sina nguo za kuvaa na mtoto anayesoma. Kwa hiyo mimi ninachoomba kama kuna mtu anaweza kaguswa na nini anaweza kunisaidia chochote. Mimi niko na mume wangu. Ila mume wangu naye hakuwepo hapa, alikuwa yuko mbali, yuko Kigoma. Baada ya hapo nilipigia tu simu naye hivyo ndo amekuja juzi. Hakuta ile tukio limeshatokea. Ugomvi kabisa sina, ila kuna ndugu yangu mimi ambaye tulipishana naye. Ila sio kwamba ndo nimezamiri labda ndo anaweza kanifanyia hilo tukio, hapana. Na mimi na dadangu ambaye ni mtoto wa shangazi yangu. Na nakumbuka ilikuwa siku ya Jumatatu. Kuna mahali nilienda nikakutana naye, yeye akanijibu vibaya. Sasa siwezi kudhamiria ndo amefanya hilo tukio au la. Ni msaada gani ambao unahitaji? Yeyote atakachonacho, mtu kama anaweza kanitumia hata bati moja, akanirushia hata hela niweze kukidhi mahitaji kwa sasa hivi. Chochote kile mtu atakachokuwa nacho. Mimi sina chochote, nafanya tu kuandika kitenge na lala. Yaani sina chochote ninachofanya pale kazini, kama ni kazini tu yani. Kwa jina naitwa Idi Mohamed Hussein. Ndio baba mwenye nyumba ile iliyoungua. Wana jinsi ilivyokuwa siwezi nikajua kwa sababu mimi siishi hapa kwa muda. Nafanya makazi yangu huko Kigoma. Fika majira ya saa 8 nilipigiwa simu na jirani yangu. Saa 8 siku gani? Ilikuwa siku ya Jumatano. Nilipigia simu. Na mke wangu kwanza alinipigia simu. Nikawa naiangalia kwa sababu kuna shughuli tulikuwa tunazifanya ni za hatarishi, sijaweza kupokea simu. Kabidi nitulie, baadaye nikaja nikampigia simu, akanitumia message, alafu jirani yangu akanipigia simu, akaniambia nyumba yako imeungua. Sikuwa na kauli hapo. Baadaye nimekaa, nipata pressure, nikaanguka chini. Marafiki zangu wakaniambia vipi? Ambia baba nimeharibika huko. Kwa sasa hivi anaishi hapo dukani, kuna sehemu alikuwa amefungua. Nafanya biashara, ndo alipoenda kupumzika hapo. Sababu hatuna chochote.
Hii nyumba yangu ni vyumba viwili, ina choo, ina bafu, lakini ina thamani ya vitu vilivyochomwa hapa ndani vina thamani ya milioni 15 inafika. Thamani zilizoko huko ndani zaidi ya shilingi milioni 15. Labda huko chumbani kulikuwa na nini? Chumbani kulikuwa kuna kabati, kulikuwa kuna vitanda, kulikuwa kuna vyombo, kulikuwa kuna pasi za umeme. Sawa, kulikuwa kuna majagi ya umeme yale. Kuna vitu vingi vilikuwa vya gharama hapo. Ndio. Kuna nguo zilikuwa zimewekwa hapo za thamani. Zenyewe nazo zimepotea, kuna nguo za watoto, kuna viatu kama unavyoviona hapo. Vyote hivyo nilinunua kwa thamani sana. Lakini ndio hivyo kama hivyo unavyoona. Kuna masofa. Vyote nilinunua kwa thamani. Unavyoona masofa haya. Ndio, kunaona hapo kuna TV zilikuwepo hapo, TV 2. Zilikuwepo hapo. Ukiangalia hapo kuna masofa 3 yalikuwepo. Sofa, kuna sofa, kuna meza TV. TV zenyewe ndio hizo zimeshaungua zote. Unaona? Kuna thamani ya vioo vya milango, vya madirisha kama unavyoviona hapo. Vyote vimechakaa kwa moto. Rangi ya nyumba nilipia kwa bei ghali sana. Lakini ndio kama hivi mnaona imechakaa kwa moto. Thamani zilizoko kama unavyoviona, tiles zimeharibika chini. Imepasuka, tiles tu peke yake nilinunua kama thamani ya milioni 2 na pointi. Na umesema hivi thamani zote zimegharimu zaidi ya milioni 15. Nyumba nzima. Nyumba nzima. Nyumba yenyewe imegharimu. Nyumba peke yake tu imegharimu kama milioni 8. Lakini vitu vilivyoko ndani ndio vinafika thamani hiyo. Ndio. Kwa hivyo hii imekupiga hasara kubwa sana. Hii imenipiga hasara kubwa sana na imenirudisha nyuma. Mpaka sasa hivi sielewi nitaenda wapi. Nilirudi kutoka Kigoma kuja Babati, Manyara kwa sababu ya hili tukio. Nimerudi hapa siku ya Ijumaa. Pengine hapa unaishi wewe na mke wako na watoto pengine? Naishi mimi na mke wangu na mtoto mmoja. Ndio. Na hiyo siku ya tukio mtoto alikuwa wapi na mwanamke alikuwa? Siku ya tukio kwa sababu mwanamke ana biashara yake kidogo, nilimfungulia hapo maeneo ya Kona Mrara, anafanya business yake kidogo pale. Hatua iliyochukuliwa baada ya kufika mimi, hatua nimemuuliza mke wangu, akasema kwamba kaisha ripoti polisi. Baada ya kuripoti polisi, akaambiwa kwamba amechukuliwa maelezo yake pale polisi. Maanisha sasa tunasubiri polisi ifanye shughuli zake. Serikali na polisi kwa ujumla, hili swala walifuatilia kiundani na wafuatilie mpaka tujue tatizo chanzo kwanza, tupate chanzo cha tukio hili, kwa sababu hata tukisema tunajenga sasa hivi tunaogopa kwamba linaweza likatokea lingine. Je, kungekuwa kuna mtu ndani siangisha kufa? Kwa hiyo naiomba serikali ielekeze nguvu zote hapa kumtafuta huyu mtu. Serikali ina mkono mrefu. Naiomba tu serikali ifuatilie hili swala mpaka tumpate huyu mtu aliyofanya hili tukio. Naitwa Glory Kirua, mkazi wa Babati, Maisaka Kati. Ilikuwa ni majira ya saa 8 mchana. Kwanza mimi ni jirani yake na mama Muhammad, unavyomjua. Ilikuwa majira ya saa 8 mchana, nimekaa pale kwangu. Nikaa naangalia kwa dirishani pale. Kidogo nikaa nasikia kama vitu kama kama kitu kinabomolewa. Baadaye tukakaa, sasa niko na dadangu mmoja. Akaniambia mbona kama kuna vitu vinaanguka. Mimi nikamwambia itakuwa ni jirani yangu kapoteza ufunguo, kaita labda watu wafanyaje wamvunje mlango. Tunguja kukaa kidogo, tunaona sasa moshi unavuka kwenye bati.
Ndo tukatoka sasa, tukaanza kukimbia, tukaanza kuita majirani, moto moto moto. Basi ndo ikawa hivyo. Tulimwona mtu amevaa kama koti jeusi, sweta na begi, akawa amezunguka kwa huku nyuma. Ndo maana akamwambia, nikajua ameita labda mtu amvunjie mlango, maana kuna kipindi alipoteza ufunguo, akawa amekuja na wakaka hapo amemvunjia mlango. Kwa hiyo tukajua, nikajua baada sasa kusikia kitu kama kinabomolewa, nikajua sasa ni mlango unavunjwa. Sasa sikuitilia maanani kwa sababu yani akili yangu ilivunijia tu kwamba jirani kwamba alipoteza ufunguo kuna kipindi alita mtu akavunja mlango, umeona? Au akiwa kazini kwake anakujaga mdogo wake na bodaboda, labda amemtuma. Kwa hiyo yani kwenye akili yangu ghafla sikujua kwamba ni mtu amekuja kufanya tukio 1 2 3. Ndio hivyo. Kwa kweli hofu imetuingia kwa sababu jambo hili kwa kweli ni la tofauti. Yani latisha. Mtu uwezo kabomoa nyumba mwenzako kaingia ukachoma, hata kama mkufanyia jambo la design gani. Yani ni zaidi ya kifo. Tunasema hata akifiwa anaweza leo kama ni mtu tumemzika tumeshasahau, hata na 3 imeshaisha tumeshasahau, lakini ni zaidi ya kifo. Maana akija akiona mazingira bado akili yake inakuwa iko vizuri. Yani jambo kweli la kuumiza. Kwa tunaomba serikali yani tupe uangalizi wa kutosha, na maafa kama haya yanavyotokea tujue yani tunamsaidia vipi, maana sio swala ambalo mtu amependa kwa kweli. Yani sijui hata nisemeje yani. Nadhani mmenielewa. Majina naitwa Jennifer Emmanuel Musa. Ni jirani yake na huyu dada nyumba yake iliungua moto hapo. Niko nyumbani tu muda mchana majira ya saa 9 hivi. Ndo tukaona moto ulivyokuwa unawaka hapa kwa jirani. Maana tulivyokuwa tunatoka kuangalia huo moto tukaona kwamba yani umeshashamiri kote ambapo yani huwezi hata kufanya chochote, moto ulishashika kote. Ndo ilikuwa hivyo. Mkafanyaje sasa? Baada hivyo tukaitana majirani na tukapigia gari ya fire, ndo ilivyofika, lakini kuna majirani tulianza kusaidia kumwagia maji, tulitafuta na mpira tukawa tunasaidia hapo. Lazima tuwe na hofu kwa sababu hujajua huyo mtu ana nia gani na kuja kuunguza hapa. Na je, ingekuwa muda wa usiku ingekuwa, kwa sababu hapa majirani tuko karibu sana, tunayemzunguka yeye. Sasa hatuwezi jua huyo mtu alikuwa na dhamira gani, na sisi hapa majirani lazima tuwe na hofu kwa sababu hichi kitendo sio cha kawaida kumchomea mtu nyumba hivi. Naitwa Idi Shabani Daudi, ni balozi wa sehemu hii hapa Maisaka Kati. Kwa hiyo tumejipanga kweli tokea tukio limeanza, na kabla tunakuaga na sungusungu. Ile sungusungu ile na huwa inatembea usiku sio mchana. Sasa majangili wamebadilisha mbinu sasa hivi, wanaingilia watu mchana. Na tukio kama hili hapa limeshatokea zaidi mara 3. Tumeona watu wanatobolewa kwa nyuma huko ya nyumba, watu wanaingia wanaiba wanatoka. Kwa hiyo kama balozi tutaendelea kupambana na hiyo hali mpaka tuone inakaa vizuri kwenye simu yetu. Kwa hiyo mimi kama balozi nimejaribu kuongea na wadau hawa wakubwa kama diwani. Tumeambiwa tusubirie kibali tuweze kumchangia huyu dada. Kwa hiyo tuko pamoja ni swala kama hili, na tunampa pole sana huyu aliyeunguliwa na nyumba, maana ni jirani yetu, ni ndugu yetu. Nchi wetu tumewaambiwa wakae kwa kutulia, kwa sababu sisi kama viongozi tumeweka ulinzi shirikishi, wanaendelea kupita muda wote. Hata saa hizi mchana wapo, lakini sasa hawaonekani. Unalinda kwa siri, kwa sababu matukio yamezidi sana kwenye mtaa wetu wa sasa, mtaa wa Maisaka Kati. Kwa majina naitwa Daudi Martini, mwenyekiti wa mtaa Maisaka Kati. Nawaomba mtu alichonacho amwezeshe dada, kama anaweza kumchangia simenti 1, bati 1, itamsaidia ili aweze kurudi kwenye hali yake. Vile vile itakuwa ni faraja kwenye maisha yake. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.